الحمد لله الذي أمر بالستر العيوب ونهى عن التتبع العورات. أحمده سبحانه وأشكره على عظيم نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، إن من أعظم الفتن التي ابتلي بها الإنسان في هذا الزمان فتنة إشاعة الفواحش والنشر الرذائل في المجتمع، سواء بالفعل أو بالكلمة أو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل. وقد حذرنا الله عز وجل من هذا المسلك الخبيث، فقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أي عباد الله، يحبون نشر الفواحش والحديث عنها وتضخيمها وإشاعتها بين المؤمنين، حتى يظن الناس أن الفساد قد استشرى، وأن العفة قد ذهبت، وأن المجتمع كلها غارق في المعاصي. والجزاء عباد الله، قال الله تعالى: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عباد الله، لهم عذاب في الدنيا بفضيحة والذل وضيق العيش، وعذاب في الآخرة بالنار جهنم والعياذ بالله. عباد الله، ليس من الدين وليس من الأخلاق وليس من الرجولة أن ينشر الإنسان خبراً فيه الطعن أو فضيحة لمسلم، أو أن يشهر بخطأ ارتكبه أحد، فالله سبحانه وتعالى ستير يحب الستر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه مسلم. فكيف بمن يشيع الفاحشة؟ كيف بمن ينشر الفيديوهات والصور ويتداول القصص الفاضحة؟ عباد الله، كيف بمن يتخذ ذلك ترفيها ومادة للسخرية والاستهزاء؟ أيها الأحبة في الله، إن الإشاعة الفواحش لا تقتصر على من يفعلها، بل من يدخل فيها كل من ينقلها، بل يدخل فيها كل من ينقلها وينشرها ويعين على انتشارها، ولو بكلمة أو بإعادة النشر. إن ديننا الحنيف يريد مجتمعاً طاهراً عفيفاً لا تسوده الفاحشة ولا تنتشر فيه الفضائح. ولهذا شرع حد القذف عباد الله، وشرع الاستئذان، ونهي عن التجسس، وكل ذلك لحماية الأعراض. فلنحذر عباد الله من نشر ما يغضب الله، ولنتق الله في أعراض الناس، ولنربي أبناءنا على طهارة والعفة، ولندعو الله أن يحفظ مجتمعاتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إخواني في الله، Uislamu ulikuja kuhifadhi mambo kadhaa. Ya kwanza ilikuja kuhifadhi dini yako, na kwamba usiabudu mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna dina inda Allahi al-Islam, na kwamba dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Uislamu ulikuja kuhifadhi mali, na usikule mali baina yenu kwa batil, na mtu asidhulumu mtu kwa mali yake. Uislamu ulikuja kuhifadhi nafsi, usiue nafsi bila haki, na ukiua unafaa kuuawa, ama mkielewana na familia unalipa ile adia ama blood money kama iko sheria ya Kiislamu. Ibadallah, na ukiponyoka duniani ukiwa umeua mtu, ukiwa umechukua mali ya mtu, siku ya kiyama hakuna kuponyoka. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema: ataduruna manil muflis, mnajua ni nani amefilisika? Wakasema vile wao wanajua,
man la dirham lahu wala mataa, ni yule ambaye hana pesa, alikuwa na pesa alafu akaishiwa. Sema almuflis fi ummati, muflis katika umma wangu ni yule atakuja na sala na zaka na hajj na saum, kila ibada addaha ala akmali alwajh, kila ibada alikamilisha vile inafaa. Lakini huyu mtu anakuja wakati shatama hadha, alitukana huyu, waqadhafa hadha, akamtuhumu huyu na zina, wasafaka dama hadha, akamwaga damu ya huyu, akala mala hadha, alikula mali ya mwingine. Na siku ya kiyama hakuna mali, hakuna kutoa pesa, hakuna kuandika mawakili. Ni amali yako mzuri inachukuliwa, inapewa wale uliwadhulumu, kisha inabaki uko negative, hauna kitu, na bado watu wanakudai. Inachukuliwa dhambi zao, inawekewa wale dhambi zao, wewe ndio unabebeshwa, kisha unatupa moto ya jahannam, wa iyadhu billah. Kwa hivyo al-amru laysa hayyin, sio tu jambo rahisi hivi hivi ibadallah. So Uislamu imehifadhi mali, imehifadhi nafsi, Uislamu imehifadhi a'rad za watu, heshima za watu. Lidhadha shuri'a al-qadhf, ukituhumu mtu na zina na huna dalili yoyote, unafaa kuchapwa mbele ya watu viboko 80 ibadallah. Hiyo imepungua na yule amefanya zina na viboko 20. Yani mko karibu kukuwa na mtu ambaye amefanya zina ibadallah, na ukiponyoka hakuna sheria ya Kiislamu mbele ya Mwenyezi Mungu, inakungoja adhabu kali. Na ndio maana kwa hadithi nyingine Mtume akasema tahallalu min almadhalim, harakisha umalizane na zile dhulma. Kama umemdhulumu mtu, tauba haitoshi ibadallah, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayhi min kulli dhanb haitoshi. Lazima umwendee yule ambao umemdhulumu, malizane na yeye duniani kabla ya kufika akhira ibadallah. Ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala alitaja kisa kwa Qur'an. Hii kisa ilitokea kwa familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nyumba yake, baada ya vita ya Bani Mustalaq. Wakati Aisha radhiyallahu anha alitoka, alienda kwa haja, na Rasul adatan sallallahu alayhi wasallam kila vita alikuwa anaenda, alikuwa anachukua mke wake mmoja, na katika hii vita ilimwangukia Aisha radhiyallahu anha, na Aisha akaenda na Rasul sallallahu alayhi wasallam. Walipokuwa wakirudi, Aisha alitoka na hakuna mtu alijua. Aisha aliporudi mahali alikuachwa, Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa shaenda na wenzake sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Rasul adatan pia alikuwa anawacha mtu mmoja anaangalia ile kitu jeshi imewacha, ndio arudi nao Madina. Huyu sahaba Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu an amemuona Aisha, wa kana qad raaha qabla nuzul alhijab, labda alikuwa amemuona kabla ya kushuka aya ya hijab, na hakumwangalia. Akamuuliza, ma khallafaki yarhamukillah, nini imefanya ubaki nyuma ewe mama yetu Aisha, Allah kurehemu. Wa Aisha hakuongea kitu yoyote. Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu, na kuonyesha wanaume na heshima mwanamume anafaa kumpea mwanamke, alikaa mbali, akamwashiria pande ngamia, kisha akashika ile ngamia bila kuongea na yeye, bila kupiga hata story na yeye, mpaka wakafika Madina. Walipofika Madina, Abdullah ibn Ubay bin Salul al-Mal'un, amir wa wanafiq, akaeneza habari kwamba Aisha amezini radhiyallahu anha na Safwan. Na Aisha radhiyallahu anha bari'a. Ilishuka aya 10 katika suratul Nur ina prove innocence ya Aisha radhiyallahu anha na huyo sahaba ambaye ni mtukufu ibadallah. Yule alianzisha hii, walladhi tawalla kibra, yule alianzisha hii na akaeneza atakuwa na adhabu kali siku ya kiyama. Na wakati fitna ilikwisha, masahaba wengi walimtaja Aisha radhiyallahu anha kwa uzuri,
kuonyesha kwamba ikikufikia habari kuhusu ndugu yako ama dada yako kuhusu jambo, usiharakishe kueneza kabla hujahakikisha. Na hii ndiyo tabia imekuwa kwetu, wanaume, wanawake, kila mahali. Na saa hii ujinga na uchafu imerahisishwa na social media. Kila mtu anataka kukuwa relevant, kila mtu anataka kupata mutabiin, wafuasi, kila mtu anataka likes, kila mtu anataka asikizwe katika social media. Yule jahil mjinga, yule mtu ambaye ni mjinga wa chini, yule ni mwerevu, wote wanaeneza bila kujali. Ibadallah, yule ambaye anafanya dhambi na anaeneza dhambi akona jazaa khizi, malipo yake ni adhabu kali siku ya kiyama kama hatafanya tauba. Ibadallah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kullu ummati muafa, umma wangu wote unaweza kusamehewa. Siku ya kiyama unaweza enda na dhambi ulifanya baina yako na hakuna mtu anajua isipokuwa Allah, isikuwe ni shirk, duna shirk, na Allah akitaka atakusamehea na akitaka atakuadhibu. Ila wale wanadhihirisha dhambi zao, wale wanaeneza maovu na machafu, na wewe huogopi kwamba wakati unaonyesha dhambi na unaanzisha maovu, ikukujie siku ya kiyama unabeba dhambi yako na ya kila mtu ambaye alikufuata. Tunaona watu kwa social media ambao wanafanya vitu bila kujali, wanadhani hizi vitu wanafanya ni kufurahisha watu na kwamba wale wanadhurika ni watu wengine, ila wajui kwamba wao ndio wanajidhuru. Ibadallah, kumbuka, inna ajsadana ala an-nari la taqwa, hii moto ya jahannam ambayo Allah ameiweka, mwili yetu haiwezani na hii moto ya jahannam. Ibadallah, kila mtu aogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah alituamrisha kwamba fanya tauba, harakisha kumalizana na zile dhambi uko nazo duniani, ama dhulma ama kitu yoyote. Na huyo akona dhambi kivyake, lakini mule muovu zaidi ni yule anadhihirisha, na muovu pia zaidi ni yule ambaye anaeneza maovu, imma kwa kuandika, imma i'adatu nashr, ana repost hiyo maovu. Subhanallah, angalieni Waislamu, wasichana wa Kiislamu wako kwa club, sijui nani yako huku, sijui nani yako huku, kumbe anaeneza uovu bila kujua. Wakati mwingine ni vizuri kunyamaza na uombe Allah salama kuliko kuongea kila kitu unasikia. Kafa bil mar'i ithma, inatosha kwa mtu kupata dhambi an yuhadditha bi kulli ma sami'a, anaongea kwa kila kitu anasikia. Na ujue, iwe kiongozi, iwe tajiri, iwe maskini, iwe nani, ukimtuhumu kwa kitu hajafanya utaulizwa na Mwenyezi Mungu. Wakati unaona habari yoyote ile, wacha kueneza bila kuhakikisha. Na hata ukihakikisha kwamba ndugu yako amefanya dhambi, usiende kumfedhehesha mbele ya watu. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man satara muslima, yule ambaye atastiri muislamu, satarahu Allahu yawm alqiyama, Allah atakustiri. Yawma tubla sarair, hiyo siku kila siri inaondolewa. Yawman kana sharruhu mustatira, shari yote iko mbele yako. Hiyo siku Allah anaweza kukuleta mbele, umefanya dhambi, akakuweka mbele, akakutajia hiyo dhambi. Ibadallah, kisha anakuambia, satartuha laka fi dunya, nilikustiri duniani, wa ana aghfiruha laka al-yawm, na mimi nakusamehea hii dhambi leo siku ya kiyama. Lakini ni yule ambaye alijihifadhi na hakuingia katika heshima za watu. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipita kwa kaburi mbili, akasema hawa watu wawili yuadhaban, wanaadhibiwa, wama yuadhabani likabir, hawaadhibiwi kwa jambo kubwa
Yani sio jambo kubwa ambayo imefanya waadhibiwe, ni kitu mtume alimaanisha sallallahu alaihi wasallam. Yani hii ni kitu wangeavoid, ni kitu wangejiepusha nayo sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamaanisha. Lakini inda Allah adhim, mbele ya Allah ni kubwa. Watahsabunahu hayyina, nyinyi mnahesabu ni kitu kidogo. Wa huwa inda Allahi adhim, mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Akasema amma wa kwanza, kana yamshi bin namima. Mtu wa kwanza alikuwa anachukua maneno kwa huyu, anaenda kwa huyu ili kupiganisha watu. Na mtume alisema namam la yadkhulul janna abadan, yule ambaye analeta namima ili apiganishe watu hatoingia janna. Ni wangapi family zimekosana, mtu na mke wake wamewachana, mtu na ndugu yake waongeleshani, mzazi na watoto wake waongeleshani kwa sababu ya namima hii, kupiganisha watu. Na watu wengine wanasema hii tabia ya kusengenya na namima ni ya wanawake, sio wanaume. Mwanaume akifanya anaambiwa kwani umekuwa mwanamke. Ni wote wawili, iwe mwanamume ama mwanamke, ni haramu abadan kupeleka namima, kupiganisha watu. Jingi lingine, kana la yastatir min baul, mwingine akikidhi haja yake ndogo hajistiri, anajichafua, hajioshi. Ibadallah, na tumeamrishwa tukue na tahara. Vipi utakuwa na najis alafu unakuja kusali? Ibadallah. Na aya nyingine Allah ametukataza, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, msisengenyane baina yenu. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh, wewe unaweza tamani kukula nyama ya ndugu yako maiti? Hiyo ndio kusengenya. Walghiba dhikru akhaka bima yakrah, ni kumtaja ndugu yako kwa mambo anachukia. Kama akona hiyo kitu unasema, yani wewe unasema kitu yeye akonayo, umemfedhehesha mbele ya watu hukumstiri. Na kama hana, faqad bahatta, umemfedhehesha na umemwekea buhtan ambayo haiko. Ibadallah, ikhwani fillah, wale wanapenda kueneza uchafu ambao uko ndani ya wale ambao wameamini, Allah anasema lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah, wako na adhabu kali siku ya kiyama. Ibadallah, sio katika dini, sio katika akhlaq, sio katika tabia ya mwanamume ama mwanamke aeneze habari ya ndugu zake na dada zake ambazo ziwe azifurahishi. Wewe jistiri, na wallah ukifedhehesha mtu hautakufa illa Allah amekufedhehesha, imma kwa nyumba yako, wacha mbali, kwa nyumba yako ndani. Ibadallah, wama ile kitu ambayo Allah ameweka itakuja. Ukiponyoka duniani ujue akhira ni kali na ni mbaya zaidi. Ibadallah, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala astiri aibu zetu na tuepushe na dhambi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، ليس شرطا أن يفعل الإنسان الفاحش ليكون آثما، بل يكفي أن يحب أن ينتشر أو يسهم في نشرها بكلمة، بصورة، بإعادة الإرسال المنشور. عباد الله، sio vile tumesema, sio lazima ufanye dhambi ndio upate uandiki, sio ufanye maovu uandikiwe dhambi, bali yule ambaye anaeneza, anaweka picha ambayo iko na uovu, video ambayo iko na uovu, yeye pia anabeba hiyo dhambi. Ibadallah, wewe ambaye unajiweka kwa social media ukiwa unafanya madhambi, hauogopi unaweza kukufa, alafu watu waanze kuomba tafadhali msieneze fulani amefariki, msieneze picha zake. Na pia wewe ambaye unaeneza, uogopi hiyo kitu itabaki pale,
na Allah atakuuliza siku ya kiyama. Ibadallah, inna wasail al-i'lam al-yawm, social media siku hizi, wasailun tawasul al-ijtimai, inakutanisha kila mtu. Wa qad asbahat akhtar adawat al-isha'ati al-fahisha, imekuwa ndio chombo mbovu na uovu ya kueneza maovu. Ibadallah, kwa mujarrad kuandika na kuweka tu inaenea dunia mzima. Ibadallah, na Mtume anasema la yu'minu ahadukum, hata amini mmoja wenu imani kamili, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, paka ampendelee ndugu yake ile kitu anapendelea nafsi yake. Ibadallah, na ibadallah, watu wako kwa khair, waislamu wengi wako kwa khair, wanawake wengi wanajistiri na vijana wengi wanajistiri, lakini sisi kwa sababu watu wawili waovu ndio wanaongea sana, wako juu kwa social media, wanafanya kwamba kila mujtama iko na uovu. La, bali waislamu iko khair na iko wazuri, na katika waislamu kuna khair kubwa sana, isipokuwa wale waovu wawili watatu ambao wanajiita influencers, sijui social media nani. Hawa ndio waovu. Allah waongoze na warudishe katika haki. Lakini asiporudi na akafariki katika hiyo hali, yani angalia mfano ya watu wajinga. Ibadallah, juzi I think ilikuwa ni Garissa, maulama walikuwa wanasema, mzee mmoja akasema mtu nikimshika anapanda bodaboda mwanamke nitamchapa. Wanawake wengine, Mwenyezi Mungu awaongoze, wasichana, anapanda bodaboda mbele ya nyuma ya mwanaume ambaye ni ajnabi, anachukua video akiweka hiyo makta ya ule mzee anaongea sauti, na ni Muislamu. Yani angalia ujinga ya mtu mahali imefika. Ndio maana social media imepea nafasi watu wajinga waongee, watu ambao kwa society hawafai kuongeleshwa, hawafai kupewa nafasi waongee, ndio hao wako mbele. Ibadallah, yani wewe unaeneza uovu, na mtu alianzisha mmoja, wote wanaeneza. Siku hizi mwanamke akiitwa Muslim journalist, Muslim doctor, sijui nani, kitu ya kwanza inatolewa ni hijab, kitu ya kwanza inafanywa ni kumuasi Allah. Hajui kazi itakuja kuisha. Si tunaswalia janaza ngapi hapa? Wangapi wamekufa hapa na motorbike? Wangapi wanaanguka na motorbike? Ramadhan ililetwa janaza pia. Ibadallah, wakati unafanya kitu, kwanza fikiria ibadallah, na usieneze uovu bila kutaka. Lakini tabia ni ngozi, kama vile Waswahili wanasema, hii tabia ni ngozi. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqa, ikikuwa binadamu yoyote hakuwe na tabia yoyote, anaficha, walau khalaha takhfa ala nasi tu'lami, lazima atadhihirisha tabia yake. Wanasema kuna jamaa alimuona mtoto wa mbwa mwitu, akamchukua akamlea kwake na maziwa ya mbuzi wake, akakunywa maziwa ya ule mbuzi paka akakua. Wakati alitoka siku moja akirudi, akapata ule mbwa mwitu amekula mbuzi wake. Akamwangalia ule mbwa mwitu akamwambia, aqarta shuwaihati wa faja'ta qalbi, umemuua mbuzi wangu, umeumiza moyo wangu. Wa anta li thadiyaiha waladun rabibu, wewe umenyonya matiti ya huu mbuzi. Ghudhita bilabaniha, yani umekunywa maziwa yake. Wanashata fi, umekuwa kwa maziwa yake. Faman ambaka anna abak kana dhi'ib, wewe umeishi ukijua kwamba huyu mbuzi ndio mama yako. Nani alikuambia baba yako alikuwa mbwa mwitu anakula mbuzi? Kisha akasema, idha kana tabi'a su, kama tabia ya mtu ni mbaya, fala adaban yufid wala adib, hakuna adabu ama akhlaq itamsaidia mtu muovu. Ibadallah, yule ambaye Allah anamtakia fitna, hakuna mtu anaweza kumuokoa. Na mwisho ibadallah, katika kisa ya sahaba zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, huyu sahaba alikuwa watu wameandika barua wanamshtaki. Ni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, na Umar aliita, kawaida ada yake alimuita,
na akaita watu wa Kufa kuwauliza kumhusu huyu sahaba. Katika mtu ambaye ilikuwa imhusu hii kesi, hata ajui kumhusu Saad kitu, akasema amma idha nashattana, ukituuliza kuhusu Saad mbele ya watu, anataka kumwaibisha Saad radhiyallahu anhu. Fa inna Saad la yasri bisariya, yeye haendi na jeshi vita, wala yaadilu fil qadhiya, yeye sio mwadilifu katika mambo anafanya. Akataja mambo mabaya kuhusu Saad, akasema mpaka Saad hajui kuswalisha. Na Saad anasema mimi nawaswalisha ile swala niliswalishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saad maneno ilimuudhi sana, akamwambia nitakuombea dua 3 mbele ya watu. Allahumma in kana abdaka kadhib, kama huyu mja wako ni muongo, Allahumma atil umrahu, Allah mjalie umri wake ukue mrefu, wa atil faqrahu, fanya akuwe maskini wa chini, wa a'ridhuhu lilfitan, mjalie fitna zinamkujia kwa kila kona. Huyu mtu aliishi paka akakuwa mzee, ta'inun fi sin, lakini yulahiqu an-nisaa fi shawari', alikuwa anasumbua wanawake barabarani, na ni mzee, time bad. Ile tabia vijana yani ndio wanafaa kufanya, huyu mzee ndiye alikuwa anafanya hiyo. Ndio akasema katika mwisho wa umri wake, mimi sioni ila ile dua Saad aliniombea. Vipi wewe unaeneza maneno, mtu akikuombea dua utasema nini? Ikhwani fillah, ikhwani fillah, pia nikimalizia khutba nimeonelea niseme hili jambo kwa khutba. Kuna group ambao wanajiita ta'dhimul Qur'an, ambao wanachukuaga Qur'an wanazitengeza kisha wanazipeleka mahali, lakini wanataja kitu ya kufedhe ya kuhuzunisha. Wanasema sometimes wanapigiwa simu na mtu kuja chukua Qur'an kwangu, wanapata Qur'an imewekwa kwa sink, imejaa maji, sink ya choo. Wacha sink ile inakuaga kwa nje ya choo, Qur'an imewekwa juu ya shelf, imejaa vumbi. Qur'an imeraruliwa, imeandikwa. Na wakasema watu wa create awareness katika iman ni ta'dhim kitabullah. Katika iman ni wewe kutukuza na kuheshimu Qur'an, kwani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mtu anapata dhambi. Wal Qur'an haikujaliwa iwekwe kwa nyumba ama iwekwe juu ya shelf ama iwekwe kwa gari. Qur'an iliwekwa isomwe na ifuatwe ibadallah. Ikhwani fillah, ألا وصلوا وسلموا على نبيكم المختار حيث أمركم الله الجبار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اصلح شباب المسلمين واحفظ بنات المسلمين واجعلنا من عبادك المستورين لا الفاضحين. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من المنكرات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.